Unapotoa fungu la 10 ni mara chache sana kuona magonjwa nyumbani mwako. Unapokuwa unatoa fungu la 10 ni mara chache sana kuona vitu vinaharibika. Yaani kuna mtu anaweza nunua simu, lakini simu hajawahi kumaliza nayo miezi 2. Bwana Yesu asifiwe. Kila akipata mshahara anachokifikiria ni kupeleka simu kwa fundi. Peleka simu kwa fundi, anapeleka simu kwa fundi, anapeleka simu kwa fundi. Mwisho wa siku anatupa, ananunua simu nyingine. Kwa mwaka anaweza nunua simu hata 5. Kumbe shida ni kwa sababu hatoi fungu la 10, na kwa sababu hatoi fungu la 10 mbele za Mungu, Mungu anatuma alaye maishani mwako, na akishatuma alaye maishani mwako anakusaidia kutumia pesa. Ndipo pale tu ukipata pesa tu tatizo linaibuka ambalo hauwezi kulikwepa. Mfano, umelipwa mshahara afu nasikia mama yako kijijini amelazwa na hana pesa, utaacha kumsaidia? Na akili inakwambia ni sawa, huyu ni mama yako, huwezi kuacha kumsaidia. Wakati huo ulikuwa unasema ngoja niwekeze hela angalau ifike milioni 2 nichimbe msingi nianze kupandisha tofali. Imefika milioni 1.9 unavunjika mguu. Bwana Yesu asifiwe. Akili inakwambia unajua hii ni ajali tu. Jitibie kwanza. Unajua mtaji wa kwanza wa mtu ni afya yake. Tibu kwanza mguu, alafu baada ya hapo ndio utaanza kujenga. Miezi 3, miezi 6. Mara unakutana na msimu wa mvua, unasema saa hizi ni mvua, ngoja kwanza nisubiri mvua ipite. Lakini kumbe shida sio mvua. Shida sio mguu kuvunjika. Shida ni alaye ametumwa maishani mwako kwa sababu ya kuharibu pesa zako, kwa sababu ya kuharibu uchumi wako. Na njia ya kutoka hapo sio kuombewa. Njia ya kutoka hapo ni wewe kuwa mwaminifu kumtolea Mungu fungu la 10. Unakaa unafikiria, Mungu mimi sijai kukutolea zaka ni muda mrefu sana, lakini sasa nimeamua, ninatubu mbele zako, nilikukosea, nilifanya 1 2 3 nikakusahau wewe, na sasa ninaamua kukutolea fungu la 10 kwa uaminifu. Kuanzia dakika hii nataka nianze kutoa zaka kwa uaminifu kwenye madhabahu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukianza tu utaona maisha yako yanabadilika.